mwaka 1971 katika kijiji cha Isimani, mkoa wa Iringa, mwezi wa 12 tarehe 25, ilisikika risasi iliyotoka kwenye bunduki aina ya gobore kuwa imemuondoa Dr. Wilbert Kleru, mkuu wa mkoa wa Iringa, ambaye alikuwa katika utekelezaji wa majukumu aliyopewa na Mwalimu Nyerere, ambayo yalitokana na Azimio la Arusha la mwaka 1967 alikuwa likisema hasa kwenye ujamaa na kujitegemea. Dr. Wilbert Kleru alikuwa mkuu wa mkoa wa Iringa baada ya kuhamishwa kutoka Mtwara. Wanavyosimulia wanasema alikuwa ni mkuu wa mkoa ambaye hataki masiara, alikuwa mkali, alifika kipindi na kuwafokea hata wafanyakazi ambao walikuwa hawafanyi vizuri kazini. Twende tuambatane sote uangalie nini ilimkuta Dr. Kleru hata kupigwa risasi na Saidi Mwamindi katika kijiji kilichokuwa kizalisha mahindi kwa wingi mkoani Iringa. Mwaka 1967 mjini Arusha, Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifanya azimio lilokuja kuitwa Azimio la Arusha, lilikuwa na lengo la kuifanya Tanzania kuwa nchi ya kijamaa ambao ulikuwa unalenga usawa wa wananchi wote na haikuruhusu wakulima kumiliki shamba makubwa. Ilishauriwa mkulima amiliki shamba lisilozidi walau ekari 4. Wakuu wa mikoa walipewa kazi ya kutaifisha mashamba ya wakulima wakubwa wa serikali ili nika katika kilimo cha kijiji ambacho kunufaisha wananchi wote. Dr. Wilbert Kleru alikuwa ni msomi mwenye PhD siasa za ujamaa. Alichaguliwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuwa mkuu wa mkoa wa Mtwara, ambapo alifanya vyema kazi ya kutaifisha mashamba makubwa kwa serikali kwa ajili ya kutumika kilimo cha pamoja ambacho kunufaisha watu wote. Inasimuliwa kuwa Dr. Wilbert Kleru alikuwa ni kiongozi mkali, kuwasiti, kuwafokea na kuwatukana hadharani watumishi wa umma waliokuwa wakizembea kwenye kazi zao. Baadaye alihamishiwa akawa mkuu wa mkoa wa Iringa, akaendeleza kampeni ya kilimo cha pamoja. Siku moja ilikuwa ni sikukuu ya Krismasi. Wachaga wote wakiwemo Warombo, Wamarangu, Wamachame, Wasiha, Old Moshi, Wakuru, Wakishumundu, Wakule Mashati, Imo, Boma, Moshi, Chame, Yamungo na kwingine kote kuzunguka mlima wa Kilimanjaro walikuwa wakisherehekea siku hii ambayo tarehe 25 mwezi wa 12 1971. Na siku hii ilimpa nafasi Dr. Kleru kumpa mapumziko dereva wake. Ni yeye aliamua kuchukua gari na kuingia kwenye gari kaanza safari ya kwenda kwenye mashamba ya kijiji cha Isimani akiwa yupo mwenyewe kuwa na ulinzi wowote. Alifika katika kijiji cha Isimani akamkuta mkulima mmoja tajiri Mtehe aitwaye Saidi Mwamindi. Alikuwa akilima shamba lake la takribani hekari 400 kutumia trekta. Dr. Kleru alienda kumhoji Mwamindi inakuwaje anamiliki hekari 400 wakati chatoa tangazo takiwi mtu kumiliki ukubwa wa shamba. Baada ya mazungumzo yao kwa dakika chache, Dr. Wilbert Kleru alikasirishwa na majibu ya Mhehe mwenye dharau. Mwamindi akamtukania mama yake. Kaona haitoshi, kaanza kuyapiga teke makaburi ya wazazi wa Mwamindi baadaye ambayo kuwepo shambani kwake. Kitendo alichokifanya Dr. Kleru ilimkasirisha sana Saidi Mwamindi, maana makaburi ni sehemu ambayo
inaheshimika kwa kabila la Wahehe. Mwamwindi alianza kukimbilia ndani ya nyumba yake, huku Dr. Kleru alianza kumfuata nyuma akidhani kwamba Mwamwindi anamkimbia yeye. Punde si punde, Mwamwindi alitoka nje na gobore akampiga risasi ya kichwa Dr. Kleru ambayo ilipelekea akapoteza maisha. Kisha akauchukua mwili wake akauingiza kwenye buti ya gari lake, kisha akaanza safari kwa kituo cha polisi jijini Iringa. Mwamwindi akashuka kwenye gari akiwa beba gobore, akaelekea mapokezi, akakabidhi gobore, kisha akawaambia polisi, endeni mkachukue nguruwe wenu ndani ya gari. Polisi walipigwa na butwaa baada ya kukuta mwili wa mkuu wa mkoa umetapakaa damu. Mwamwindi alifunguliwa kesi kwa kumuua aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Dr. Wilbert Kleru. Kesi yake ilipelekwa haraka. Miezi kadhaa baadaye alihukumiwa kunyongwa hadi kifo, ikiwa ni moja ya hukumu chache za kunyongwa zilizowahi kuidhinishwa. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alihuzunishwa na kifo Dr. Wilbert Kleru, ndiyo maana hakusita kusaini hukumu ya kunyongwa mpaka kufa kwa Said Mwamwindi. Mwaka 2014 familia ya Said Mwamwindi na familia ya Dr. Wilbert Kleru ilikutana kwa furaha ili kusameheana kwa tukio hilo. Serikali ilianzisha chuo cha ualimu cha Kleru mkoani Iringa kumwenzi Dr. Wilbert Kleru wa mkoa aliyeuawa na mkulima akiwa anatekeleza majukumu yake. Imeletwa kwenu na Injinia Kajilo.